Kwa majina naitwa Elizabeth Chacha. Ni mwanga niliyepotelewa na mume wangu kipenzi, baba wa watoto wangu. Mimi ni mama wa watoto watatu. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 10 2025 mume wangu alipotea na mwenzake akiwa anaitwa Gimase. Waliondoka na gari. Baadaye nilikuwa napiga simu yake ipatikani. Baadaye tukaja tukasikia taarifa gari ambayo walikuwa wameondoka nayo imepatikana Tarime. Tukaondoka tukaenda Tarime, tukakuta gari imepakiwa imerokiwa vioo. Baadaye polisi wakaja pale wakachukua taarifa, wakaja wakafungua vioo. Hakukupatikana kitu chochote. Mpaka sasa hivi mume wangu hajaonekana. Hatujui alienda wapi. Nimebaki na watoto watatu, ambapo mume wangu alikuwa nitegemezi kwenye familia. Hatuna baba wala mama. Yeye ndiye alikuwa anasimamia wadogo zake. Walikuwa wanamtegemea yeye. Kiujumla familia tulikuwa tunamtegemea. Sasa hivi hatuna mwelekeo. Ndugu mheshimiwa, mtetezi wa wanyonge, sisi wanyonge ambao hatuna pa kukimbilia, hatuna tegemeo, tunakuomba tusaidie baba, tusaidie sisi wanyonge ambao hatuna cha kutegemea. Tunakuomba baba, sikia kilio chetu baba, sikia kilio chetu baba, tusaidie. William. Mimi natokea Choruba. Mtoto wangu watu wote wanamjua. Toro bamure asira igo mwana wane. Toro akora kokora mune mirimo. Agamba igo murogori nkarije. Ndokera muntu ibiga bigi. Atore nzinzwi ni nyama. Bamure kweli Toro anaenda paka siku hii. Bamure mtaye mnasabira Toro aje. Mtoto wangu ananipenda na mimi nikampenda. Kweli Bamure kweli mna abana bane unitibakwibahe. Ata bandu bose bamanyiriga abana bane tibakwibahe. Iganke mkogota bandu bano batakwiba mragota Bamure. Toro Choruba, mtoto wa Maragoli. Mzee wangu tena anafariki juzi hapa. Nina bati Choruba kwenye sida. Bamure yakenda agambe mtantulia viongozi. Toro aragachiri nyumba amabati tani mwamahya aganda makuru hanimbura zacha inyumbira gutwiri. Bamure yakenda agambe umwana wana kagamba iga mama wagotiri ninda kutukirigisimo rayurata hanyi hano isiku hano. Bamure mutanturia ndini sida hano mona anarara koreterese ndi sokyubure mugundu kuno kurima baragamba igahunino mukabira ndindi ngaho itwara Kenya. Umuntu agotirigo ndenge ni meka samana kitu ndaja samana 9 24 mwezi wa kwanza tarehe 4. Lakini mpaka sasa hivi ni kila ninapofuatilia wananiambia kwamba toeni matangazo, na matangazo hayo wao ndo walimkamata baba, alikamatiwa kituoni. Hatujui alikamatwa na njia na sababu gani au na kosa gani. Ndugu waheshimiwa, tunaomba watetee wanyonge kama mkweli, kama mpo, naomba mtetee hili swala la utekaji. Watu tunatekwa pasipo sababu yoyote ile. Naomba tusaidiweni. Kwamba kwa kuwa hiyo gari
na hakuna mwananchi yoyote nchi hii anayeweza kubadilisha gari akaweka namba hii jioni, akaweka namba hii na ikafika jioni hajakamatwa. Hayupo, si ndio? Likitokea lolote linalompata makamu mwenyekiti, tunaamini hiyo gari inayomfuatilia itakuwa imehusika, na Watanzania mnajua wa kumuuliza John Heche yuko wapi. Sawa sawa? Sawa sawa. Wanasirari, likitokea jambo wote mjue wa kumuuliza ni nani. Sawa sawa? Haiwezekani kwamba kuna gari itabadilishwa namba asubuhi ipite beria zote isijulikane ni nani. Likitokea hilo jambo, Watanzania mlioko hapa na wale mnaotufuatilia tutajua wa kumuuliza ni nani, kwamba makamu mwenyekiti yuko wapi. Jambo lingine, sisi tumekuwa tunazunguka katika nchi hii. Ajenda yetu ni katiba mpya, Free Tundu Lissu. Na katika Free Tundu Lissu wameongeza watu wengine na wamewekea kesi za ugaidi. Leo wakati vijana wakifanya hamasa ya Chadema mtaani hapa, kuna mtu yuko hapa mjinga eti anaitwa diwani wa CCM ambaye hata hakuchaguliwa, hakupigiwa kura. Amepita mtaani anahamasisha vijana kwamba wasije kwenye mkutano, kwamba hapa tunakuja kufanya fujo. Kuna fujo hapa? Kuna fujo hapa? Polisi wako hapa, kuna fujo hapa, wameiona hapa? Mtu mjinga kabisa. Hakuchaguliwa, hakupigiwa kura, anatembea na yumba hapa, anaenda kuhamasisha fujo kwa mtaani. Tunawaonya watu wa CCM. Tunawaonya watu wa CCM. Mikutano hii iko halali kwa mujibu wa sheria za nchi. Iko halali, ndio maana polisi wametupa kibali cha kuja kufanya mkutano huu, si ndio? Waache kiherehere. Waitishe mikutano yao ya hadhara. Waje wazungumze na watu. Wamebaki kuvizia tu kwenye misiba. Wanabaki kuomba watu wafariki waende kufanya mikutano kwenye misiba. Kama wanajua walichaguliwa kwa kura hizo wanazosema, waitishe mikutano tuwaone hapa kwenye uwanja hapa. Wanatembea wanaongea matope kabisa mtaani hapa. Sisi ni watu wa amani. Tumepeleka taarifa polisi, tumeruhusiwa kufanya mkutano huu hapa. Mtu anajibukia tu huko, anaambia watu msiende kwenye mkutano wa Chadema, wanaenda kufanya fujo. Fujo iko wapi hapa? People!